Bwana Yesu asifiwe. Inabidi nianze upya tena. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na mapepo toka nilipoanza kuyagundua ni mwaka 1998 baada ya kumaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4 mimi nilipata mchumba. Mpaka nilihisi labda amenifanyia hivyo japo sijui, anajua Mungu. Nikamkataa yule mchumba. Baada ya pale ndo nilianza kuumwa sana na tumbo. Na kipindi hicho naanza kuumwa na tumbo ni kipindi ambacho na mapepo ilikuwa nikilala mchana hasa. Sasa nikalala hivi nashtukizia tu kwamba sina nguvu, lakini niko kawaida tu. Basi unakuta mtu kabisa anakujia nyuma yako kabisa, mtu kabisa namuona kabisa, nikigusa hivi ni mtu lakini hataki nimuone uso. Basi nasali, ni Muislamu, anasali, nikisali pia ananishika mkono. Sina raha mpaka nikawa ninaogopa kulala mchana. Na nikisema tu nimelala hivi basi upesi usingizi ule unanichukua, najitahidi kuna nini na mpaka nanilaza hivi nakuta sina nguvu. Unakuta ananifanyia anakulaza huyo mtu. Ananipoteza nguvu, lakini sio usingizi, ila nguvu tu. Ukiwa na macho kabisa hivi. Ukiwa na macho kabisa, yani singizi ndo nijitahidi kufanya hivi, nitengine ndo namshinda, unakuta naamka sasa lakini nakuwa na usingizi ili nirudi anipoteze tena nguvu. Sasa zingine anafanikiwa sana anipoteza nguvu. Akinipoteza nguvu ndo unakuta yuko nyuma. Yani alikuwa anakujia, alikuwa anafanya mapenzi na wewe. Alikuwa anafanya mapenzi na mimi, au singine anaweza akaja tu labda nimeshika kipepeo labda najipepewa hivi, ananinyang'anya, unakuta na anapepea nyuma, niko macho kabisa. Anakupepea wewe, ananipepea mimi hapa. Anakusaidia sasa. Nikimwoseka mpaka mwisho akinichukua zile nguvu, akija na hisi kwamba naomba ananiziba mdomo, nikawa sina raha na tumbo la ajabu na ngaika hospitalini. Toka 1998 nilikuwa nimemaliza form 4. Toka mwaka 98. Nilikuwa nimemaliza form 4 mpaka 2014. Mpaka sasa hivi. Basi ni miaka mingapi? Karibia 15. Basi toka kipindi hicho nikisumbuka hivyo na roza kukataliwa, nikawa nakataliwa sana, sina raha na ndugu, kazini. Yani operation kila siku. Umefanywa operation ngapi? Nimefanywa operation 4 kwenye tumbo, nimefanywa moja wakasema labda una matatizo hamna kitu. Titi mpaka wakawa nahisi kwamba labda nina kansa ya titi, nimefanywa mara 3. Yani nimesoma kwa shida kwa kweli. Maana nilifanya kazi baadaye nikaenda kusoma 2006 lakini nilikuwa naumwa hivyo nikaenda shule hivyo Mbeya. Lakini nilisoma kwa shida, mapepo hivyo, sina raha, nakataliwa, niko peke yangu, sina raha. Yani kwa kweli sikuwa sina raha. Kwa ndugu wala marafiki nilikuwa naishi kwa shida, lakini namshukuru Mungu. Na ulipoenda Mbeya bado likawa linakufuata? Yani nateseka sana mpaka nikawa nahangaika kwa kweli, waganga nimemaliza kwa sababu nilikuwa nachanganyikiwa, sisemi uongo. Nimemaliza pesa, ningekuwa mbali lakini yani sina kitu. Lakini namshukuru Mungu, nilikaa nikasema Mungu yupo ataniponya. Namshukuru. Basi nilikaa Mbeya vile nimesoma kwa shida mpaka nikawa napelekwa kwenye makanisa naombewa. Kuna kipindi Tanga wakawa wanasema labda nataka siuma pete, nikanunua pete. Maana nachanganyikiwa sasa. Nikapelekwa sehemu nikanunua pete ya dhahabu, nikanunua pete, nikawa nafikiri nikinunua vitu vile ndo nazidi kusumbuka, yani nazidi kuteseka. Nikisema naenda kwa ganga mashehe au namaliza, nikirudi matatizo yanazidi, yani sina raha. Kuna kipindi kwa tumbo nauma mpaka na paralyze hivi vile, kiniuma sana naanguka, kama niko kazini nishike sehemu naanguka kabisa, sina nguvu. Yani sio nilitaka kuniua sijui ni nini. Lakini namshukuru Mungu, siku zote nilisema yuko siku Mungu ataniponya. Hakuna msaidizi ndugu, hakuna unaonisaidia, yani nahangaika tu peke yangu, sina raha. Kwa kweli namshukuru Mungu. Lakini kipindi hicho waganga walikuwa wanakuambia nini? Walikuwa wanasema ni jini, nasema ni jini kabisa, unatembea tofauti na pepo. Kwa sababu yani kwamba wewe ulikuwa unatembea na jini sana pepo. Kwa sababu mimi nikasema kweli ni kitu tofauti, kwa sababu ilikuwa hata sio wacha hivyo kwamba ilikuwa nikilala mchana napata shida na usiku likawa mpaka sasa hivi naogopa, japo najua nimefunguliwa lakini siwezi kulala na giza. Yani nikilala na giza naweza nikalala tu mara nashuka, nikishtuka hivi mtu mrefu amenisimamia. Ni mtu mrefu. Mtu mrefu ambaye humuoni kwenye ndoto, unamuona live. Au anakuja nikisema naamka na nashtuka kwa sababu nalala, siwezi kulala bila kuomba. Nikiamka hivi mtu anakimbia kabisa, titi jitu kabisa hivi, nikifa anageuka panya anakimbia. Mara nikiwa kazini naweza nikakaa hivi na hisi mtu ananisemesha kabisa, Fatuma unafanya nini hapa? Sasa niko na watoto walikuja kuchuma sindano. Nilikuwa Pangani, kwanza nilianzia ajira Pangani. Mimi ni muuguzi. Basi sasa nimesikia hiyo sauti jamani, nasema basi anacheka yule mtu anacheka. Nini? Nikija nyumbani nikiwa nimetulia peke yangu nasikia mtu anakusemesha, unafanya nini? Sauti kama ya kiume, lakini unafanya mpaka nikawa nahisi labda mpakaji mwenzangu hivi vipi, mbona kama baba nangu kuja kunitania labda. Asema hapana. Mwisho nikahisi ni hili. Yani nikaa peke yangu ananisemesha, unakuta alafu anacheka. Yani sina raha kwa kweli, nimeishi kwa shida. Yani kwamba hebu kwanza. Yani kwamba ukishtuka unamuona ni mtu, umemwona macho. Then baadaye anabadilika, anakuwa panya.
Sasa zingine anaweza kuja kwa njia hiyo, sasa zingine naweza nikaamka tu naona mtu mkubwa na sura ya mapembe, naweza nikaja siku akaja sura ya passport kubwa, yani nitashtusha tu nione kile kitu. Alafu nakuta napiga kelele, yani napiga kelele nashtuka sina raha. Mpaka nikawa naogopa sasa kulala na giza. Nalala tu na taa, yani siku zote mimi nalala taa. Yani ni muoga kwa sababu ya vitu vya kuonaona sana. Au mtu mrefu na nguo nyeupe, yani sina raha. Ni chumbani kwako? Chumbani kwangu. Hata ulikolala? Nilikolala Kwa hiyo hayo yote yanafanyika kwa chumbani kwako? Nikiwa chumbani kwangu. Uliwahi kwenda kulala pengine nje ya chumbani kwako? Yani pengine umeenda kwa rafiki yako? Ndio. Ukienda kwa rafiki yako inakuaje? Naona ikitaka kunijia hivyo na nijia hivyo hivyo. Yani hadi kwa rafiki yako anakujia hivyo hivyo? Na anafanya vituko vyake vile vile? Na sana alikuwa ananifukuzia kwa sababu nilikuwa na marafiki mara nyingi unakuta wananichukia ghafla, lakini nilihisi kwa sababu hata nilikuwa na wachumba unakuta wanakimbia, nilikuwa sielewi, lakini baadaye. Umeshakimbia wachumba wangapi mpaka leo? Yani kwa kweli ni wengi. Yani unaweza weka minimum kama 6 hivi nafikiri. Sema 2 ndo aliniambia sasa maximum inaweza kuwa ni 12 kwa sababu minimum is 6. Kwa hiyo wawili nafikiri ndo aliniambia. Sasa kama mmoja alikuwa anateswa kabisa, wanamfuata usiku, anamwambia uacha mtu wetu huyu tumeshamuoa. Yani pepo linaenda kwa kabisa. Na alikuwa anamchoma, mmoja alikuwa anamchoma mpaka akaumia kabisa hapa, yani akawa akitembea anaumia, anamwambia acha mtu wetu huyu, hamna kumuoa, huyu ni mtu wetu. Wait a minute. Nataka uone you people kila siku wanasema ulimwengu wa roho ni myth. Ulimwengu wa roho is not a secret. Secret ni between you and somebody else. Lakini myth sio secret. Ni kitu ambacho ili uweze kufumbuliwa kwako ni lazima uwe na revelation, uwe na mtu anayejua ulimwengu wa roho sahihi, sio story. Can you imagine dada kama huyu achumbiwe na mchumba, halafu jini linaenda kwa mchumba na linamwambia kwamba leave my wife alone. Then mchumba kwa sababu yupo in love hawezi kumwachia kichepesi, kwa anakuja atamhadisia, na huyo atamwambia hakuna bwana hicho kitu, kwa sababu inawezekana atakuwa anajua hakuna hicho kitu. Then ile pepo linaenda physically, uso kwa uso, pua kwa uo, linamchoma, kumjeruhi. Sasa acha nikupe mfano. Sasa huu ni mfano wa huyu aliyeenda, ili ni aina ya pepo lililoenda likafanya hiyo kazi. How many people ambao haliendi kwa mfano huu, linaenda kwa mfano mwingine? Maana hili limeenda kwa mfano huu, limemjeruhi, limemchoma. Ni watu wangapi linaenda kwa mfano mwingine? Kwa wengine linaenda kama ni kwa mwanaume, ndio mume wako, linafuta nguvu za kiume zote. Na ndio kuna mmoja alikuwa anamtesa hivyo sana. Hayo ka na kueleza, nataka uelewe kwamba nimetumika na Mungu siku nyingi. Unaweza kaniona ni mfupi au ni kijana. I'm telling you, ukizaliwa kwenye familia ya kifalme tayari unaanza ku-experience hardship za kingdom. Kwa hiyo it's no matter how small you are, lakini huko ndani una baba yako ambaye ni mfalme. Maana kama mwolewa na huyo mtu mwingine, hiyo ni jambo jingine. Lakini kwa kwenye kiti cha ufalme tangu unakuwa mdogo, unakuwa trained kwa ajili ya kukuchukua nini? Kiti cha baba yako baada ya kufa. Kwa hiyo inawezekana ni mdogo, lakini nataka nikwambie nimezaliwa kwenye throne, kwenye viti vya enzi. Naelewa anachokisema na naelewa unakoelekea, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi bila kujua watu wako wanaenda wapi. That's why kuna watu wengine wakija na wa crash na waambia no, fanya hiki, kwa sababu akishaingia kwenye Shilo International hayupo kwa ajili yake, yupo kwa ajili ya Yesu wa hiyo Shilo. Kwa hiyo kuna vision zingine zinakuwa crashed out ili kumtengenezea vision nyingine ya maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo huo ni muundo. Kuna mwingine fedha zinapotea tu,
Anaweza kaweka 200,000 akaja 50,000 haiko, au akaja 100,000 hamna. Vyovyote madamu tu ni kumkomesha. Kuna mwingine ni yeye sasa anakongoloka, anakuwa yani yanamkondesha, yanamnyonya damu hawe na mvuto. Unajua mwili wa kike ni mwili wa mvuto. Anasema mtumishi unakuwa kwenda mwili wa kike ni mwili wa mvuto. Ndivyo maandiko yanavyosema, wanawake wavae kwa kujisitiri. Hajasema wanaume wavae kwa kujisitiri. Anasema wanawake wavae kwa nini? Kwa kujisitiri. Why? Kwa sababu mili yao ni mili ya mvuto. Na ukiona kama wewe ni mwanamke huvutii, njoo nikuombe. No, it's a gospel. Ni gospel. Kama uvutii, njoo nikufanyie deliverance. Yes. Utakuwa na jini makamba. Hamjafundisha wanawake. Pastors, hamjafundisha hiki kitu. Hamjafundisha. Ipo kwenye Biblia. Maandiko yanasema na Esther alikuwa mzuri wa umbo na sura wa kutamani. Kwa hiyo first priority ya kwako ni kuwa na mvuto ili uolewe. Ukiona mume wako anakuambia tangulia nakuja, ujue umepoteza mvuto. Lakini anakuambia tangulia mimi nakufuata nyuma. Kwa hiyo yeye anatangulia unamfuata nyuma, yeye anakufuata nyuma. Anaelewa kwamba Biblia inasema hivi, mke mwema mume wake anajulikana wapi? Kwa nini? Nikasema nani amemoa huyu mwanamke? Ni fulani. So kitambo tabia kama vile chipukizi. Shut. Wangapi mmecheza chipukizi ya CCM? Tulikuwa tuna mapanga fulani, kuna mapanga wanayachonga si mapanga mengine bunduki. Ndio mnapita kwa kasri katibu wa CCM, I don't know. Mnaenda uwezi, njoo ni kuombe. Kama uwezi, leta maji. Yuko pale mwanamke wa Pangani. Alikujaga hapa. Akasema mtumishi naomba niombe shepu. Nikashanga unasemaje? Akasema naomba niombe shepu. Nikasema unasemaje? Nasema hivi baba, kwa sifa zako nilizopewa hushindwi na jambo lolote. Kwa naomba uniombee shepu. Nikasema shepu ipi? Yani shepu ya mwili wako. Akasema nikamleta hapa madhabahuni. Ilikuwa Jumapili. Nikamwekea mkono, nikamwambia Father, in the name of Jesus, I declare and I decree shepu ambayo mume wake anaitaka. Amen. Akaenda Pangani. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, watatu akarudi. Akanambia baba, mume wangu sasa hivi atembei. Nikamwambia atembei? Sema akitoka mimi natangulia mbele, ndio traffic light. Kuna lazima wa kuweka semina ya kina mama peke yao. Nitakuja kuwaombea. Nitakuja kuwaombea kabisa. Kabisa. Na ndio maana utakuta kuna mwanamke mwingine akizaa ndio upendo unaisha. Tangu siku umezaa mtoto wa kwanza upendo umeisha. Kwa sababu wewe ndio umehama sasa, ndio mwanamke. Mume wako hajahama kwamba wewe ni mwanamke. That's why hawezi tena kukupenda kama. Na maandiko yanasema mmeoana kwa tamaa, sio kwa upendo. Kasome maandiko yako. Mmeoana kwa nini? Kwa tamaa, sio kwa upendo. Kwa hiyo cha kufanya mume wako aendelee kukupenda ni wewe kuendelea kutamanisha kwake. Kwa hiyo kama huendelee kumtamanisha mume wako, maana yake upendo. Kwa ajili ya tamaa kila mtu awe na mke wake. Kwa hiyo ukisema mume wako hakupendi, kwa hiyo maana yake umepunguza nini? Mvuto. Kwa hiyo mwambie Mungu, naomba unijaze mvuto. Ili mume wangu aliyekuwa namvutia zamani mpaka kanioa kwenye migomba ile ya kule Muleba, tufanye reunion tena. Na unatolea na sadaka.
Unaambia by power nitavutia, by force nitavutia. Gospel. Kuna vitu vingine unajipatia shida, ndio unajipaka mawanja. Wanja sio mvuto. Wanja ni uchafu. Unajipaka wanja unafikiri ndio mvuto. Wanja ni uchafu. Sijui poda ni uchafu. Angel face, huwezi kuwa na angel face. Angel hana face kwa mtu yoyote yule. Utakuwa na face ya Yesu Kristo, maana yake ndipo hivyo ndani. Not only angel face. Njoo mimi nitakuombea. Hivi ni vitu mwanamke, usitumie wanja wala usijichubue, utakosa ngozi ukifuata operation. Njoo mimi nitakuchubua hilo lilola kutokuvutia. Njoo nitakuombea. Na nikikwekea mkono unamovertake kila yoyote. Ukitembea hata sebuleni unamwekea juisi ya popo mume wako, anakuambia naomba nikusindikize kwa nyumba unavyoenda kuchukua glass. Kitu gani kinatokea? Mvuto. Endelea mama. Basi aliendelea kunitesa hivyo, nikawa sina raha. Lakini basi kuna kipindi fulani nilikuwa Tanga, nikaja nikasikia kuna mchungaji pale Sabasaba anaitwa Mama Mlaki. Nafikiri nilikuwa na Mama Misalaba, labda wamenisahau, lakini tulikuwa pamoja pale tunasali kwa Mlaki. Basi nilisali pale kwa Mlaki, lakini sikuelewa, nikawa hivyo tu matatizo, japo nilikuwa napata nafuu hivyo. Nikaja nikaondoka pale, nikaenda Siloam, matatizo yanazidi, mwisho nikarudi tena kwenye Uislamu wangu hivyo. Jaribu hivyo kwa mashehe nini, lakini namshukuru Mungu. Nilikuwa nakusikia hapa, lakini nilikuwa ni mzito kuja hapa kuomba, ila namshukuru sana Glory. Siku moja alikuja pale tukao saloni kwa rafiki yetu fulani. Glory wapi? Glory Kimaro. Glory. Njoo. Naye amesomba. Chukua maji haya. Na mwaka huu mchumba wako anaitwa nani? Paulo. Mwaka huu usiisha kuoa. Sawa. Hivi huyu ana roho gani? Unakumbuka nilitaka mtu mmoja hapa. Mnamfahamu? Mwanafunzi wake naye alikuwa anavimbwanga. Ni kondoo wako? Amen baba. Amen. Ulimlisha gogo? Kweli kabisa. Endelea. Basi ndo akanielekeza hapa, nikaja siku hiyo. Nakumbuka akaniambia nije siku ya pili saa 9 kwa ajili ya uniombea zaidi. Nikachelewa kazini, nikaja nikakuomba msamaha pale kwamba samahani, si kawaida kucheleweshwa kazini, lakini nilishangaa siku nilicheleweshwa. Ukaniambia tu nimepo kwenye ibada. Lakini namshukuru Mungu, nilikuwa nikijitahidi kuomba, japo si mzoefu sana wa kuomba, lakini nilikuwa nikijaribu kufundishwa. Nilikuwa nakuja saa zingine hata huduma za saa 7 napata kitu, basi nashika naomba. Nikitaka kuja kazini, nikijua nakuja kesho kanisani, naomba nyumbani. Na nashukuru nikija ulikuwa unaniona sana, unazidi kunifungua, na namshukuru Mungu. Basi nikazidi kuja, kila nikija naona tofauti, hasa kwenye kuchukiwa. Kazini ilikuwa yani sengine roster inanibana sana. Nilitaka kuja kwenye ibada, unakuta roster bana naingia mchana hivi, nikawa roster yangu nzuri mpaka watu wakawa wanasema vipi, unakuta watu wanakasirika roster yangu na ikiwa ofu nyingi, na ikiwa ninapata muda wa kuja kwenye ibada, unakuta ile ya kukataliwa ikawa inaondoka. Nashukuru. Kuna siku moja ukawa unazungumzia kwamba watu ambao wana matatizo ya mishahara, na mimi ndio ilikuwa hiyo tatizo, yani sipandishwi cheo mimi wala daraja. Hata nikipewa barua unakuta za bure tu, nikipeleka mara barua yangu imekosewa, wenzangu wanabadilishwa mishahara, mimi ya kwangu imekosewa. Yani nahangaika, maana nilienda kusoma 2006 nikarudi 2009. Toka 2009 ilitakiwa nibadilishwe daraja na mshahara, lakini ikawa wapi mpaka hii juzi. Siku basi ulivyoongea vile, baada ya wiki nikapigiwa simu na afisa utumishi. Kulikuwa na barua moja ambayo nilihamia nayo kutoka Pangani ya kubadilishwa daraja, ya kupandishwa cheo daraja cheo sijui. Basi nikaja hapa wakasema sijui imekosewa, iachwe tena mpaka tena nianze kwenye system za hapa tena ndio nitabadilishwa, na ni process kubwa. Akaniita akaniambia, Fatuma njoo tushughulikie hii barua, nitakutengenezea mimi kitu kidogo tu, nitakutengenezea utabadilishwa mshahara. Basi tukaenda pale, ilikuwa imeandikwa kupandishwa na wanataka kubadilishwa sijui. Akaweka karatasi tu pale, akaandika ile kubadilishwa pale, tukaenda tukapiga tena copy akapeleka. Baada ya wiki akanipigia simu badilishwa mshahara, japo bado promotion yangu sijapewa, maana nimepewa ile mshahara wa 2000 na
Nimemaliza 2009 shule, ila nilibadilishiwa 2011. Kwa hiyo nimepewa mshahara wa 2011, promotion bado, lakini ndio niko kwenye process. Baba, naomba maombi yako zaidi. Ila nakushukuru sana kwa muda mfupi niko tofauti. Nilitamani kutoa ushuhuda siku nyingi, lakini huwa naogopa sana kukaa mbele za watu hivi. Ila Mungu namshukuru amenipa nguvu, leo nimeongea kidogo. Asante, leo umenifungua sana. Baba. Yeah. Nazidi kuomba msaada wako baba, napata shida. It's okay. It's okay. Baba, napata shida. Sina roho, mimi nacheka,